Mimi nafurahi iliyojaa. Huu mtaro umetusumbua sana, lakini kwa hatua tulifikia sasa hivi ni hatua nzuri mno. Kwanza mtaro kwa nguvu za mheshimiwa diwani wangu amepambana, ambaye sasa hivi ndio mheshimiwa meya. Kwa kweli amejitahidi kiasi cha kutosha. Huu mtaro kwa miaka kama 40 tangu watu walihamia huko, hatakuwa na wazo kwamba tutakaa tupate namna kupitisha maji ambayo inaleta maafa kila mwaka. Lakini mheshimiwa meya amekuja, ambaye ni diwani wetu, amekuwa kama ndio namba 40 wa huu mtaro. Kwa sasa hivi tumeshaanza kuchimba mtaro awamu ya kwanza tayari. Tunaita ni phase 1. Tumeshachimba mtaro na tumeshafikia. Kwa hiyo sasa hivi ile kero ya wananchi kutembea hamna sasa hivi. Wananchi wanapita kama kawaida na toyo na hizi guta. Isipokuwa mara ya kwanza ilikuwa na shida, baada ya mtaro kuchimbwa sasa maji kaa kwamba bado haujafikiwa. Kwa hiyo bado wananchi ile shida ikawa bado haijatatuliwa. Lakini baada ya jitihada ambazo zimeendelea, tumekuja na maengineer tayari tumeshafikia mtaro sasa hivi. Hatua ya kwanza tumeshafikia. Watu wanapita bila shida. Shida sasa hivi ilikuwa ni namna gani ya kuunganisha sasa huu mtaro kuingia kwenye mtaro mkubwa kwa Moleli, ili maji yanayotoka kule moja kwa moja ya mvua yaingie kwenye mtaro kwa Moleli. Usiku mvua imenyesha, lakini kwa bahati nzuri tuna mheshimiwa meya ambaye ni jembe. Alifanya ziara ya asubuhi, alivyoona ile hali na wananchi wanavyoteseka. Maji yamejaa ndani, matope, wananchi wanazama na maji, vyombo vinaelea juu. Meya alishikwa na mshangao. Aliamua kutoa maelekezo ya haraka iwezekanavyo. Alisema kwamba haiko tayari kuendelea kutoa misaada kwa watu. Sasa hivi skaveta itafutwe na mtaro ukamiliki. Unavyotuona sasa hivi ni maagizo ya meya aliyotoa asubuhi. Ndio natimiza sasa hivi. Naona kama mwandishi bado nafikiri unaona gari skaveta iko inafanya kazi. Haya ni maagizo ya mheshimiwa diwani wetu ambaye ndio meya. Amefanya kazi na nifuatiliaji mpaka sasa hivi kwa site nakuja kuangalia kweli haya mambo yanaenda. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa wananchi walioko hapa sasa hivi, kama ukiangalia wananchi wanashangaa. Wasema je, inawezekana? Lakini nikuhakikishie tu kwamba kwa sasa hivi inawezekana. Inawezekana kabisa. Niseme kwamba kwa nguvu za diwani wetu hakika inawezekana na tunampa kongole. Naitwa Richard Felix. Ndio. Ukweli wa mambo kwa jinsi ninavyoona viongozi hawa wamejitahidi sana kufanya hii kazi. Lengo ni kufanya maji yaweze kupita kwenye mtaro moja kwa moja, na kwa jinsi ninavyoona wamejitahidi sana. Wamejitahidi sana ili kuteseka kweli tumeteseka kwa sababu tuko tunaweka vivuko ili tuweze kupitia bidhaa, lakini nafurahi sana kuona jitihada zao. Shukuru sana mheshimiwa meya kwa juhudi zake akishirikiana na walioko chini yake. Kwa kweli tunafurahi sana kuona mradi umefika hapa. Tunamshukuru sana mheshimiwa meya, diwani pamoja na mwenyekiti wetu wa mtaa kwa juhudi zetu ambazo wametufanyia si wananchi. Kwa tunasumbuliwa mtaa huu kero ya maji yanayotoka jirani zetu wa Arumeru. Kwa hiyo maji ni mengi sana, hususan mvua ikinyesha kidogo, na saa nyingine maji yanakuja hata mvua haijanyesha. Kama huko juu pamenyesha mvua, basi maji yanakuja yanaingia kwa watu na watu wanapata kero. Kuanzia kama ni usiku mvua imekuja, watu tunaanza kuhangaika kuwasaidia na kutoa maji. Sasa hivi baada ya kuleta huu mradi kidogo, hata leo jana mvua ilivyonyesha kweli imeleta kidogo, lakini pameonyesha matumaini kwa hii kwenda kukamilisha. Ndio kumshukuru mheshimiwa wetu diwani ambaye ndio meya wa jiji. Mheshimiwa Max, tutamtaja tu kwa jina moja, Max, ambaye yeye ndio meya sasa hivi wa jiji la Arusha, lakini sisi tunajivunia kama diwani wetu wa kata ya Kaloleni. Pia sio mbali sana, naye ni mkazi wa mtaa huu wa kwetu mita 200. Mimi naitwa Seama kama Rabura. Mimi ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata yetu ya Kaloleni. Na mimi niungane na wenzangu ambao wamesema kuhusu mradi huu. Huu ni mradi ambao kiukweli utaleta matumaini makubwa sana kwa wananchi wetu wa eneo hili la kwa Molele. Kwa sababu hii barabara tunaijua, si tumekaa maeneo haya kwa muda mrefu sana. Mvua ikinyesha hapa, maji yanayopita kwenye barabara hii yanatoka Arumeru kule Arusha DC. Ni maji mengi sana. Kiasi ambacho shughuli za wananchi zote zinasimama. Lakini baada ya mradi huu kuanza, naamini kabisa
wananchi wote wa maeneo haya wamepata faraja kubwa sana. Hatua ya awali ya mradi imekamilika, ile ya kufunikwa kwa maana ya barabara baada ya mtaro kuchimbwa. Sasa barabara ikawa imepotea, lakini baada ya mtaro ule kufunikwa, wananchi wakaendelea na shughuli zao kama kawaida. Sasa iliponyesha mvua jana kuamkia leo, kidogo ikaleta mushkeli tena, kwa sababu hatua ya mwisho ya mradi huu ilikuwa haijakamilika, kwa maana maji yalipokuja kutoka juu yakaingia kwenye mtaro vizuri, lakini alipofika pale mbele yakatuama. Yale maji yakarudi kwenda kwenye makazi ya wananchi, kitendo ambacho kimewasumbua kidogo wananchi wetu. Lakini bahati nzuri diwani wetu na meya wa jiji la Arusha alifanya ziara asubuhi hapa kuangalia hali ya maendeleo ya mradi, na baada ya kuona hali halisi na kuangalia waathirika wa mafuriko ya hapo jana, akamwelekeza mkandarasi kwamba leo mtaro huo muunganishwa kwenye mtaro huu wa kwa Molel, ili maji yakija sasa yapite moja kwa moja yaingie kwenye mtaro, yaende huko kwenye mitaro mikubwa ya sewage ya Tandon na maeneo mengine, ili wananchi wasipate adha ya mafuriko katika eneo hili. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Meya na diwani wetu, kile ambacho alikielekeza leo asubuhi. Jioni hii mmeona motor grader iko hapa, imeshafika na imechana ile sehemu ambayo ilikuwa inazuia maji, na sasa maji ya kama mvua leo usiku itanesha tena, yale maji yataingia kwenye mtaro mkubwa wa barabara ya kwa Molel na atafuata mkondo wake, na wananchi watakuwa sehemu salama. Kwa hiyo kwa namna ya pekee, kwa niaba ya vijana wote wa kata ya Kaloleni, Mheshimiwa Meya na diwani wetu, sisi tunakushukuru sana, endelea kuchapa kazi. Lakini pia tunamshukuru sana mwenyekiti wetu wa mtaa. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Meya, asante kwa juhudi zako, lakini tunakuhakikishia kama vijana wa kata hii tuko na wewe kuhakikisha kwamba miradi yote inayotekelezwa kwenye kata sisi vijana tutazisemea